Hivi unajua kwamba mtu anaweza akatoa bila kupenda, lakini mtu hawezi kupenda bila kutoa. Nataka nizungumze na mtu mmoja ambaye katika maisha yako haujawahi kuona upendo wa kweli. Inawezekana una marafiki, inawezekana una kazi wenzako, inawezekana una ndugu ambao kiangalia kiukweli kabisa ni kama hujawahi kukutana na upendo. Inawezekana kwa aina ya maisha yako unafikiri wewe ni mtu mbaya sana. Nataka nikwambie leo habari ya upendo mmoja ambao ni upendo wa kweli. Watu wanaweza kukupa vitu lakini wasio wamependa, wakakupa kwa sababu wanataka kitu kwako. Lakini yuko mmoja ambaye alitupenda pamoja na kwamba hatukufanya chochote kwake. Pamoja na madhaifu tulionayo, pamoja na makosa ambayo tuliwahi kufanya au tunayafanya bado, pamoja na maisha ambayo unayaona ni mabaya unayaishi, lakini yuko Mungu ambaye alikupenda kabla hujazaliwa. Soma kwenye kitabu cha Yohana sura ya 3 mstari wa 16, anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kumbuka nilikwambia mwanzoni, huwezi kupenda bila kutoa. Mtu anaweza akakupa kitu au akatoa bila kupenda. Kuna watu wanatoa vitu bila kupenda, lakini Mungu alikupenda wewe, alinipenda mimi, na kwa kuonyesha na kuthibitisha upendo wake akamtoa Yesu Kristo kwa ajili yako. Sasa kwa nini nimekwambia kwa habari ya upendo huu wa Mungu leo? Nimekwambia upendo huu ili uweze kujua kwanza, hauwezi kuwa na upendo wa kweli, au wewe ambaye unajiona haupendwi au hujawahi kuexperience upendo wa kweli, unahitaji kulijua pendo la kweli ambaye ni Mungu. Na ili uweze kumjua Mungu, imekupasa kumwamini Yesu Kristo mwanaye aliyetumwa kama zawadi, aliyetumwa kwa ajili ya kuexpress upendo wa Mungu kwetu. Na ukimpokea huyu Yesu, faida yake ni kwamba utasamehewa dhambi, lakini moyo wako sasa utakuwa umepokea pendo la kweli, na wewe utaweza kuwa na upendo wa kweli kwa wengine. Lakini cha zaidi sana ambacho nataka ukijue leo ni kwamba kama mwanadamu unamhitaji Yesu, unamhitaji huyu Mungu katika maisha yako. Dunia imekuwa ni dunia inaonekana mbaya kwa sababu hakuna upendo, na hakuwezi kuwa na upendo kama pendo mwenyewe ambaye ni Mungu hajaingia ndani ya moyo wa mwanadamu. Muamini Yesu leo, ulipokea pendo la Mungu ili wewe kwanza ujue upendo wa kweli, na wewe uwe sababu ya kupeleka upendo wa kweli kwa mwingine. Mungu akubariki sana unapofanya maamuzi. Namba za simu zetu ziko hapo. Tunatamani kukusaidia kama watumishi wa Mungu. Fanya maamuzi, tutafute, na Mungu akubariki sana.